Tulianza sehemu ya kwanza ya mkutano wetu kwa kuzungumza na makocha pamoja na manahodha wa timu mbili zinazokwenda kuumana kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa kesho kuanzia majira ya 1:15 usiku. Na sasa tunakwenda kwenye upande wa pili, upande ambao unahusisha mameneja habari wa klabu hizi mbili. Tunaye Ali Kamwe ambaye ni meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga ambao wenyewe ni wenyeji wa mchezo huu, lakini pia tuna Ahmed Ali ambaye ni meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Simba ambao wao kwa siku ya kesho ni wageni. Kama ambavyo tulianza na kocha Miludi Hamdi ambaye ni mwenyeji, basi hata hapa sasa tutakwenda kuanza na Ali Kamwe ambaye atakwenda kuzungumza kwa upande wa klabu sasa imejiandaaje kwa mchezo wa kesho na ujumbe wake kwa ujumla kutoka Young African Sports Club. Karibu sana Ali, zungumza na wapenzi wa Young African Sports Club, wapenzi wa Simba Sports Club, wapenzi wa ligi kuu ya NBC na wapenzi wa dabi ya Kariakoo ambayo haina kipengele. Karibu sana. Mikate hapo natosha. Sogea hivi, tutakupisha bosi. Asante. Habari za mchana ndugu zangu waandishi wa habari. Habari pia za mchana wa Tanzania ambao mnafuatilia pia mkutano huu wa habari hapa unaotuhusisha sisi wasemaji wa hivi vilabu viwili. Najua viko vyombo vya habari hapa vinaruka mubashara, basi ni jambo zuri. Cha kwanza kabisa ni kuwapa pongezi ndugu zangu waandishi wa habari wote kwa kazi nzuri ambayo mnaifanya na mnaendelea kuifanya kwenye kutangaza mpira wetu na kuitangaza vizuri dabi yetu ya Kariakoo. Hivi karibuni nilimsikia afisa hapa wa mawasiliano, mkuu wa habari ya mawasiliano wa bodi Karim Boimanda akitanabaisha kwamba ligi yetu imebakia pale pale kwenye nafasi ya 4 kwa ubora, na akaenda mbali kwa kusema kwamba Kariakoo Derby ndio kioo cha mpira kwa hapa Tanzania. Yaani maana yake mechi kati ya Yanga na Simba, licha ya ligi kuwa na timu 16, hatuwezi kukimbia ukweli kwamba kioo cha ligi yetu, kioo cha mpira wetu ni hii dabi ya Kariakoo. Kwa hiyo mnafanya kazi nzuri sana kuitangaza hii dabi, na hapa ambako inasemwa imefika nafasi ya 4, hapa ambako inasemwa ligi yetu ni bora, basi na nyie waandishi wa habari mna mchango mkubwa sana na mna kila sababu ya kupongezwa, na nyie mjivunie hili jambo. Nchi za wenzetu ambazo kuna dabi kama hizi, kwa mfano South Africa hapa, timu zao mbili ambazo ndio zinateka hisia za watu wengi, kiuwezo zimeshuka kidogo, lakini ule ujivuni ule haujaondoka kwenye mioyo ya mashabiki wa mpira. Bado shabiki wa Orlando, shabiki wa Kaizer Chiefs, inapokuja dabi bado anakuwa mjivuni na mpira wao. Sasa sisi hapa Tanzania tuna baraka zote. Tuna ubora wa hizo timu, tuna ubora wa ligi, na tuna ubora pia wa mashabiki ambao mara zote wamekuwa wakijitokeza viwanjani kuja kusupport timu zao. Na hapa nizungumze sasa na mashabiki na wanachama wa klabu Young Africans ambao kimsingi sisi ndio wenyeji wa huu mchezo. Na hata hii nafasi ya kuzungumza wa kwanza isingekuwa uwenyeji, bado hadhi yetu ya kuongoza ligi pia ingetubeba. Ningeanza kuzungumza kama kinara wa ligi, alafu timu nyingine zinazofuatia chini zingekuja kuzungumza. Kwa hiyo tuna nafasi kubwa sana ya kutamba, ya kuvimba na kujivunia kuelekea siku ya kesho. Mchezo huu ni wa kwetu. Kikanuni ni mchezo ambao Young Africans tuko nyumbani. Hivyo tunatakiwa twende tukathibitishe kwa vitendo kwamba ni mchezo wa nyumbani na tuwe sehemu kubwa ya mashabiki ambao wataingia Benjamin Mkapa. Namba kubwa uwanjani ikawe mashabiki wa Yanga. Namba kubwa ikaonekane ni rangi ya kijani na njano ndiyo imeshamiri ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa kwa ajili ya kuwasukuma, kuwapa hamasa na morali wachezaji wetu waweze kutupa furaha. Wiki hii kila mtu anaandika la kwake. Bwana
Pacome amka hivi, Max amka hivi, fanya hivi. Lakini hayo yote ambayo tunatamani na ndio kiu yetu yaonekane kesho Benjamin Mkapa, tutawatia unyonge kweli kweli hawa wanajeshi wetu kama watakuwa wanatoka kwenye tunnel pale, alafu wanayanga tuko wachache. Tutakiwa tuje kwa wingi, tuje kwa namba kubwa, na tuje na sauti zenye nguvu kwa ajili ya kuwapa nguvu wachezaji wetu waweze kutupambania. Kitaalam ishazungumzwa sana hapa umuhimu wa point 3 za kesho. Makocha wamezungumza hapa, players wamezungumza. Naamini kila mmoja wetu anajua umuhimu wa alama 3 za siku ya kesho. Basi hizo alama pia sisi wanachama na mashabiki wa klabu ya Yanga tuna jukumu la kwenda kuzipambania, kwenda kuzitafuta. Sauti zetu ndio silaha ya kwenda nayo kwa Mkapa. Tukaishangilie timu yetu, tukawape morali wachezaji wetu, na inshallah baada ya 90 tutaondoka tukiwa washindi ndani ya Benjamin Mkapa. Fikiri kwa haya machache kabla kichwa kijapata moto nikarudi kwenye mfumo, niishie hapa. Asante sana Ali, na usiende mbali, rudi kwanza hapa. Kuna maswali hapa. Sawa. Jamani, kwa kifupi sana nitakaribisha maswali mawili tu kwa Ali Kamwe, kwa sababu alichoeleza ni kama vile kimebeba ujumbe ambao umekamilika sana. Sogea hapa jirani, basi pata nafasi ya kumuuliza Ali Kamwe swali. Nakaribisha maswali mawili kwake. Kama hakuna swali, maana yake nilichozungumza ni kitu sahihi, kwamba ujumbe wake umekuwa umeshiba kweli kweli. Una swali eh? Yes, uliza. Uliza hapo hapo, uliza hapo hapo. Yes. Yes. Tiketi zinakwenda vizuri, alhamdulillah. Tiketi zinakwenda vizuri. Naamini leo tiketi za VIPB zinaweza kumalizika. Naamini kwa sababu numbers zinaonyesha zinakimbia vizuri. Lile eneo la mzunguko ndio eneo ambalo bado halijachanganya. Lakini naamini kwa hamasa ambayo inafanyika siku ya leo, kwa namna ambavyo wadau wa football wameshaziona hizi timu kwenye viwanja vya mazoezi, wameshasikia walimu, wameshasikia maandalizi, basi na leo tutakwenda kukimbiza zaidi pia hilo eneo la mzunguko. Na hii Karim, nitumie fursa hii kuwaambia mashabiki wa mpira Tanzania, kama tutasubiri ifanyike hamasa kubwa ndio tutamani kwenda kuiona Kariakoo Derby, basi na sisi mashabiki wa mpira tutakuwa haututendei haki mpira wetu. Kama hii ndiyo mechi kubwa, ndiyo kioo cha ubora wa mpira wetu, ndiyo mechi ambayo tunapokea watu wengi kutoka nje. Kaka yetu Msigu amesema sasa hivi mechi ya dabi imeshakuwa bidhaa ya utalii. Yaani serikali yenyewe sasa haitazami kwenye jicho la mpira tu, inatazama kwenye jicho pia la utalii. Kwa maana wana namba rasmi za wageni ambao wanatoka mataifa mbalimbali kuja kwa ajili ya Kariakoo Derby. Na nyinyi ndugu zangu waandishi wa habari, mpo kwenye platform mbalimbali za kihabari za kimataifa. Mnasikia, mnaulizwa na mnaona namna ambavyo wenzetu wanajadili kuhusu mechi yetu ya Kariakoo Derby. Kwa naamini mchezo mkubwa ambao wewe mshabiki wa mpira hapa Tanzania una kila sababu siku ya kesho, wewe na familia yako na jirani yako kuja Benjamin Mkapa kuenjoy. Uzuri bwana, dabi hii wenzetu Azam TV wametupa slogan nzuri sana. Nzuri sana. Timu zote tumeshaamini ziko bora. Si ndio bwana? Timu zote ziko bora. Refari katikati ni Ahmed Arajiga. Automatic dabi inakuwa haina kipengele. Hili nalo ni kosa hili. Yaani automatic kwamba timu zikishakuwa bora. Na katikati yupo Ahmed Arajiga. Azam TV wakamaliza pale kwamba dabi haina kipengele. Kwa hiyo twendeni kwa wingi tukaenjoy, yani tukaenjoy ladha na ubora wa ligi yetu ya Tanzania, tukaenjoy ladha na ubora wa Kariakoo Derby. Asante Ali. Kuna swali la pili au lipo? Yes, sogea hapo ulize swali.
Asante. Tarehe 8 tunaelekea hukumu ya football Benjamin Mkapa. So nataka nikuulize kwamba ni kitu gani hasa kikubwa ambacho kinatofautisha mashabiki wa Africans pamoja na timu zingine zote za Afrika na Tanzania? Zidi kunivuta kijana. Wanazidi kunijaza. Ameniambia niseme tofauti kati ya mashabiki wa Yanga na mashabiki wa timu nyingine. Sasa wewe usizunguke. Sema tofauti ya Yanga na hawa. Timu nyingine tusiziingize kwenye ugomvi. Tuko wawili hapa. Mimi naamini kabisa. Na nyie ni mashuhuda wote, ndugu zangu waandishi wa habari. Na uzuri ukweli huaga unabakia pale pale hata kama hamtausema. Yanga ndiyo klabu yenye mashabiki bora wa mpira hapa Tanzania. Nitakupa mfano mmoja mwepesi sana. Sisi tumecheza mechi Azam Complex na Tabora. Tabora wakajitafuta wakatushona goli 3. Jambo ambalo hakuna hata mmoja aliweza hata kuliota. Lakini ndio bora wa ligi, Tabora kajiandaa vizuri, katushona chuma 3. Baada ya ile mechi, mashabiki wa Yanga walisimama majukwani wakiwapigia makofi wachezaji wao. Wameumia, lakini wanatambua ligi ni marathon. Usipompa moyo leo anapofeli, usitegemee kesho ataamka kutupambania. Ule ulikuwa ujumbe tosha wa kuonyesha tofauti shekhe. Kwamba hawa mashabiki wa Yanga wanajua football. Hawa ni mashabiki wa mpira. Alafu kuna vikundi vya washangiliaji. Kuna watu oya. Kuna watu wao wanakuja kufuata matokeo uwanjani. Na namshukuru sana Mheshimiwa Msigu amesemwa jana. Kasema uwanja una kamera. Sasa hivi tutatafutana mmoja baada ya mwingine. Uking'oa kiti tuna wewe. Sasa hiyo mifano miwili shekhe inatosha kukuthibitishia kwamba Yanga ndiyo timu yenye mashabiki bora wanaojua mpira. Hata ikitokea wamepata matokeo mabaya, Yanga huwa wanadili na ya kwao wanakwenda nyumbani. Yanga sio mafundi ujenzi wa uwanja. Umeisha wakaanza kukagua viti vimekaa sawa na hati zipo au hazipo. Narudia tena, dabi ya kesho haina kipengele ndugu zangu. Kipengele labda waje nacho makoro. Neno nimetumia tena. Ashika. Asante sana Ali, na yalikuwa maswali mawili hayo kwake Ali Kamwe, na sasa tunakwenda kwa mgeni. Sogea hivi ili usiondoke.